Man qaraa harfan min kitabillah, mwenye kusoma herufi moja katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, Qur'an, falahu bihi hasana, basi kwa kila herufi moja hiyo atakuwa analipwa thawabu. Wal hasanatu, na thawabu moja, bi'ashri amthaliha, inalipwa mfano wake mara 10. Na hii ndiyo hisabu ambayo sisi Waislamu tunatakiwa tuizingatie zaidi katika maisha yetu, kushinda hisabu ya fedha, kushinda hisabu za mali. Iqra'u al-Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wasallam atuambia, someni Qur'ani yenye Waislamu. Ikiwa tumeazimia kusoma Qur'ani katika mwezi wa Ramadhani, basi zoezi hilo linaanza hivi sasa. Fa innahu yati yawm al-qiyamati shafi'an li ashabihi, kwani Qur'ani hii itakuja siku ya Kiyama kuwa ni mtetezi kwa wale walioisoma. Kila aliyoisoma Qur'ani siku ya Kiyama, Qur'ani itasimama kumtetea. Qari'ul Qur'an, mwenye kusoma Qur'an, hasanun madhharuhu hasanun dhahiruhu wa batinuhu, ambaye anafuata yaliyomo katika Qur'ani, ana mazingatio na Qur'ani, huyo undani wake na unje wake wote ni mzuri. Alladhi yaqra'ul Qur'an, Muislamu anayesoma Qur'ani, kal utrujja, ni kama balungi, aina ya machungwa ambayo ta'muha tayyib wa rihuha tayyib, ladha yake ni nzuri na harufu yake ni nzuri. Hii ni tashbih balagha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anataka kutuambia kwamba Muislamu aisomaye Qur'ani na anaizingatia Qur'ani na kuifuata Qur'ani hii, basi madhari yake ni nzuri, harufu yake ni nzuri. Hiyo ndio madhari, na undani wake kadhalika, moyo na tabia, akhlaqi na suluki ni nzuri. Huyo ndio mumin anayesoma Qur'an. Yuqalu li sahibi al-Qur'an, wataambiwa sahibu al-Qur'ani siku ya Kiyama, iqra, soma, wartaqi, na upande katika daraja, warattil, na lete tartili ya Qur'an, kama kunta turattilu fi dunya, kama ulivyokuwa unaisoma Qur'ani hii kwa tartili ulipokuwa duniani. Fa inna manzilataka inda akhiri aya taqra'uha, kwani hakika manzila yako ya mwisho peponi katika kule kupanda itakuwa ni katika ile aya ya mwisho utakayoisoma. Kila ukisoma aya unapanda daraja mpaka ufike mwisho, na hapo mwisho wa usomi wako ya Qur'ani ndio itakuwa manzila yako ya mwisho. Somi ya Qur'ani na usomaji wa Qur'ani kwa wingi ni sababu ya kinga ya moto wa Jahannam. Lau anna hadha al-Qur'an, lau kama Qur'ani hii ju'ila fi ihabin, lau ingewekwa katika ngozi, thumma ulqiya fi nari, kisha ikatiwa motoni, basi Qur'ani hii mahtaraka, isingechomeka. Maana ya maneno ni kuwa mwenye kuibeba Qur'ani hii kifuani na akaizingatia Qur'ani hii na kuifuata, hatokwenda kuguswa na moto wa Jahannam siku ya Kiyama.